Risala ya mkuu wa shule kwa mgeni rasmi katika mahafali ya 23 ya shule ya sekondari Swila. Na kwa mwaka 2025 tuna wahitimu 47 wa kidato cha 4, kati yao ni wasichana 16 na wavulana 31. Ndugu mgeni rasmi, taasisi hii inayo maono ya kuwa taasisi bora ya elimu nchini Tanzania inayopiga vita ujinga, umaskini na magonjwa. Pia taasisi inawawezesha watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi na yatima kwa kuwapatia elimu ya kuwajali wazee wasiojiweza. Shukrani za pekee zimwendee mbeba maono na mmiliki, yaani mkurugenzi, kwa moyo wake wa utoaji. B. Maendeleo ya kitaaluma ya shule ya sekondari Swila. Ndugu mgeni rasmi, tangu kuanzishwa kwake, shule ya sekondari Swila imekuwa kinara, yaani imekuwa iking'ara kitaaluma katika ngazi ya wilaya, mkoa, kanda mpaka kitaifa, na matokeo ya miaka mitatu mfululizo, yaani mwaka 2022, 2023 na 2024, shule imekuwa ikifanya vizuri sana katika miaka hiyo. Ndugu mgeni rasmi, katika mitihani ya moko kidato cha 4 2025 iliyoshirikisha mikoa ya Mbeya, Songwe, Njombe, Iringa, Rukwa na Katavi, na mitihani ya taifa watafanya vizuri zaidi, kwani wamekuwa wasikivu na kupokea maelekezo kutoka kwa walimu na walezi wao. Watoto wameandaliwa vizuri kitaaluma, kinidhamu, bidii na ni wacha Mungu. Tunawaomba tuendelee kuwaombea kwa ajili ya mitihani ya taifa. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, sio rahisi kutaja mafanikio yote ya taasisi, maana hata tu jina la shule ya Swila kujulikana na kuaminiwa na jamii ni mafanikio pia, ila hatuna budi kutamka machache kati ya mengi, nayo ni kama ifuatavyo. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kuwalea watoto katika malezi na nidhamu ya Kristo, na hivyo kuwafanya watokapo hapa kuwa mfano wa kuigwa huko waendapo kitaaluma na kiroho pia, pamoja na kudhibiti matendo maovu yanayoibuka kwa hizi siku za karibuni katika maeneo mbalimbali. Pia kama shule tumefanikiwa kuandaa wanafunzi ambao kwa sasa wanafanya vizuri katika nyanja mbalimbali, wengine wakiwa watumishi wa Mungu wakubwa. Mfano mzuri ni Pastor Tony Kapola, nafikiri mnamsikia sana hapo mitandaoni. Lakini pia Gabriel Daudi Soroko, huyu ni mtoto wa huyu Pastor Daudi aliyotoka hapa, naye sasa ni mtumishi wa Mungu mkuu, amesoma hapa na alitoka na matokeo mazuri mno, na wengine wengi ambao hatukuweza kuwataja. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kuwamotisha wafanyakazi na wanafunzi wa taasisi yetu kwa namna mbalimbali kwa utendakazi na matokeo mazuri ya kitaaluma tunayoyapata. Taasisi pia imekuwa karibu na inashirikiana na familia za wafanyakazi kwenye mambo mbalimbali kama vile magonjwa, misiba, furaha na vitu vingine. Shukrani za kipekee zimwendee mkurugenzi wa shule kwa moyo wake wa kujitolea. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, watu husema palipo na mafanikio hapakosi changamoto, ila sisi hatutaki changamoto kwa sababu ya usemi huo. Zipo changamoto kadhaa hapa na pale, lakini hizo ndizo zinazotufanya kusonga mbele kila leo. Yamkini tukiziweka wazi, utakuwa na neno la msisitizo kukabiliana nazo na kuzipatia ufumbuzi, na hasa ukitumia ushawishi ulionao kwa jamii katika kuzikabili changamoto hizi. Hivyo wewe na wadau wengine wa maendeleo mnakaribishwa kuunga mkono juhudi hizi. Changamoto hizo ni kama ifuatavyo. 1.
uchakavu wa miundombinu ya shule, ambapo kupitia mahafali hii tunatamani kufanya ukarabati wa mabweni, madarasa na kuongeza matundu ya vyoo. Ndugu mgeni rasmi, changamoto nyingine ni wazazi na walezi kuchelewa kulipa ada na michango ya shule. Hivyo husababisha watoto kurudishwa nyumbani, maana maisha ya hapa shuleni yanategemea malipo yao ya ada, hivyo kuwafanya wakose utulivu darasani na kukosa masomo. Ndugu mgeni rasmi, baada ya kusema hayo, nimalizie kwa kusema tunajisikia vizuri kuendelea kutoa huduma na kuzidi kukua kama taasisi. Yako mambo mengi tunatarajia kuyafanya, hasa tukizingatia tupo kwenye utekelezaji wa mtaala mpya. Tunatarajia kuongeza idadi ya kompyuta, kuongeza nguvu ya mtandao ya router kwa ajili ya kufundishia na kujifunzia, na kuanzisha mkondo wa amali unaohusisha mafunzo ya ufundi. Sema hayo na kutoa shukrani zangu kwa uongozi. Ninalo neno moja kwa vijana wanaomaliza kwa maana ya kidato cha 4. Kabla sijaingia kuzungumza baadhi ya mambo, ninalo neno la kuachia kutoka kwenye kitabu kile cha Isaya 41 mstari wa 10. Na kutoka kwenye hicho kitabu nina maneno matatu tu ya kuambia. Neno la kwanza ninawaambia msiogope. Neno la pili ninawaambia msifadhaike, na neno la tatu ninawaambia msivunjike moyo. Mtakapoanza mitihani yenu msiogope, msifadhaike, lakini vile vile msivunjike moyo. Mungu yuko pamoja na ninyi. Nichukua nafasi hii pia kuupongeza uongozi wa shule kwa jitihada mbalimbali ambazo wamezifanya na kwa mafanikio mbalimbali. Mara nyingi ukisikia risala nyingi utaona wanafunzi walianza wengi alafu wamemaliza wachache. Lakini imekuwa tofauti kwa kidato hiki cha 4. Mlianza 28 na sasa hivi mnahitimu mkiwa 47. Kwa hiyo kuna ongezeko la wanafunzi 19. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kupongeza mwalimu mkuu pamoja na staff wote wa shule hii kwa mafanikio hayo ambayo yanaonekana. Lakini baada ya hilo nizungumze tena pia nikiwalenga wanafunzi, lakini vile vile na wazazi. Ukipata nafasi ya kwenda chuo kikuu nenda, ukipata nafasi ya kwenda form 5 nenda. Wote tujiendeleze, tusishie form 4 kuona kwamba tumefika. Dunia sasa inahitaji wasomi wengi, na tunaamini kupitia nyinyi tutapata wasomi wengi sana kwenye taifa hili. Kwa hiyo tunaombea kwa Mungu awasaidie safari yenu iwe ni safari yenye matokeo kwa kishindo. Mara baada ya kusema hayo, niingie sasa kwenye yale ambayo yamezungumzwa kutoka kwa wanafunzi, lakini vile vile kutoka kwa mkuu wa shule. Ninafahamu uhitaji mkubwa wa elimu ya sasa. Mimi pia ni mkufunzi wa chuo cha afya Amenye kinachopatikana pale airport ya zamani. Ninafahamu namna ambavyo swala la internet ni muhimu sana kwa wanafunzi, hasa kwenye kipindi hiki ambacho tuko nacho. Na nikiri kabisa kwa generation au kwa kizazi tulicho nacho sasa hivi, mtandao ni sehemu muhimu sana ya mwanafunzi kupata taarifa mbalimbali, lakini vile vile taarifa za kitaaluma. Kwa hiyo nijikite kwenye hilo eneo kwa kushirikiana na uongozi wa shule. Wakati nimesikiliza risala hii, nilijaribu kumcheki meneja wa TTCL. Kwa bahati mbaya wao hawana line hii ya kuja huku, na wao wanasubiria barabara ikamilike alafu baadaye walete fiber upande huu wa kushuka kwenye barabara hii ya Mbarizi. Lakini kwa kuanzia tunaweza tukaangalia alternative ambayo ni kupata router na wanafunzi wakawa na internet ambayo ni internet ambayo ni imara, wakapata nafasi ya kujifunza kupitia kompyuta zilizopo, wakawa na access ya yale material ambayo yanapatikana mtandaoni. Na mimi nikiri kwenye eneo hilo nitashirikiana bega kwa bega na walimu kuhakikisha tunapata internet ambayo ni stable, lakini vile vile internet ambayo itafanyika ya msaada
kwenye kipindi chote cha masomo, ili wanafunzi waweze kupata access ya material ambayo yanapatikana kwa njia ya mtandao. Mara baada ya kusema hayo, mimi sina maneno mengi sana, na kwa changamoto zingine ambazo walimu wamezieleza, nikiri binafsi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ambao wanahusika moja kwa moja na maendeleo mbalimbali shuleni, mimi nitakuwa mstari wa mbele kuwaonyesha au kuongoza njia, kwa maana ya kwamba kufanikisha kila ambacho walimu wamekizungumza mara baada ya kufanya tathmini na kujua gharama ambazo zitahitajika, lakini vile vile tutaona namna gani ambapo tutashirikisha wadau mbalimbali ambao wanapenda maendeleo ya elimu. Mara baada ya kusema hayo, nashukuru wageni wote ambao wamealikwa, wazazi na walimu wote kwa ujumla. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Amen.